Haya, mashine inaandaliwa, inanuliwa mpaka mwisho kabisa. Haya, inakamuliwa, lakini angalia kuna yule aliyekanyaga mashine kule, na naye ana sehemu yake. Anaminya mpaka mwisho. Lazima uweke vizuri, kamua tena taratibu mpaka mwisho. Hapo kukamua inasaidia kuona kwamba maji yanakuwa yamepungua kiasi kikubwa kwenye briquette ili iweze kukauka kwa haraka. Maji yaliyopo yanatolewa. Hatua ya kuifyatua sasa tayari. Chukuliwa hapo. Hiyo moja, ya pili, ya tatu. Hizi ziko tatu, ziko tayari kwa kuanikwa. Hapa ndio briquette yetu inatoka kwenye uzalishaji. Hapa ikiwa bado ni mbichi. Ikiwa ni mbichi, utaratibu wa kuikausha unaiweka kwa kuisimamisha kwa ajili ya kupitisha hewa na kuvujisha maji kwa urahisi. Na kama haijakauka vizuri, basi ukiimega hivi inamegeka kama mkate. Na ikiwa imekauka vizuri, basi hata kama ukiigonga hivi inakuwa imekauka vizuri. Hii iko tayari kwa kutumia katika jiko la mkaa. Hapa kwa muda wa kukausha ni siku 3. Lakini endapo siku 3 hazijaisha, ukianza kuitumia unaona inamegeka, ina maana hapa muda wa kukauka bado. Na ikishaikuwa imekauka vizuri, basi kwanza utaiona ina mabadiliko. Kwanza ni nyepesi, halafu ina fulani ya mpauko. Na takataka vyangu kwa kubandika briquette za kwa kuwasha kwa klapu yangu kwa kuchomea briquette. Nibandike. Moshi sasa na ujasha hata kibiriti. Sasa si ndio ninawasha jamani. Tunachanganya mmoja. Huwa kwa hapa naona ndio inaanza kushika. Kuna moshi kwa sababu ya hivi vijiti vilivyobandika, lakini utapungua. Na mwisho utaisha kabisa. Alafu unavunja kwa sababu dogo haliwezi likakalisha briquette mbili. Kwa hiyo hii moja inabidi uivunje ili kusaidia kuipa hii nyingine nguvu ya kuwaka kwa ajili ya kupikia. Lazima unaivunja ili saizi ya jiko lako. Kwa hiyo hii itasaidia hata kama hii ishe, lakini hizi za pembeni zitasaidia kuendelea kuivisha chakula chako. Briquette iliyo bora. Nikaijua briquette iliyo bora kutokana na kuandaa malighafi yangu na katika uzalishaji na katika ukaushaji. Okay, asante. Na kwa kawaida tumezoea kutumia mkaa au kuni. Kuna ugumu gani kuanza kutumia
briquette badala ya mazoea tuliyozoea? Na wasiwasi na briquette kwa sababu sijaitumia. Sina uhakika wa kusema kwamba itaivisha chakula changu au haitaivisha. Sababu sijaizoea briquette. Okay, asante sana. Pia tuna kuni, tuna mkaa, tuna briquette. Kati ya hivi vitu vitatu unaweza kuvilinganisha vipi? Mimi nitapenda kuchagua briquette kwa sababu briquette kwanza ni nzuri, haiwezi kuchafua mikono yangu, pia haiwezi kuweka mavumbi katika vyombo vyangu hivyo. Kwa briquette ni nzuri. Nzuri. Safi. Mimi nitazungumzia kwamba briquette ni nzuri kwanza kwa kuhifadhi mazingira, alafu pia kwa kupikia wanawake. Kule kubeba kuni kila siku hizi inakuwa ni shida sana, lakini briquette ni rahisi. Unachukua tu, unanunua, unaweka, unachoma, hamna shida. Labda mimi niungane na mwenzangu kwamba briquette kwa sababu inasaidia mazingira. Katika Tanzania tuna kampeni sasa hivi ya kuhifadhi mazingira. Kwa hiyo kwa msingi wa kutumia briquette, kwa msingi ule itakuwa tumeokoa ukataji wa miti. Na wakati huo wakina mama watakuwa wapunguza usumbufu ule wa movement, kupata shida kwenda kutafuta kuni porini, badala yake wanachukua briquette kwa sababu inapatikana kwa urahisi alafu kwa bei nafuu. Naomba na mimi niongezea. Na pia malighafi yake haina shida sana kwa sababu ni kusafisha takataka katika maeneo mbalimbali. Labda mimi niusie jamii ya Kitanzania kwamba utumiaji wa briquette ni mzuri zaidi kwa sababu ya malighafi inapatikana, na vile vile kuokoa mazingira ya Kitanzania na kuwahurumia wakina mama kutobeba mizigo mara kwa mara. Naomba niongezee. Pia unaweza ukazalisha kama familia kuliko hata kikundi. Unaweza mkashirikiana kifamilia mkazalisha na mkaendelea kutumia ule mkaa. Kwa hiyo ni kama mradi hasa kwa wanawake. Tumepata mradi pia katika kikundi kwa sababu tutatengeneza briquettes nyingi kwa matumizi yetu, pia hata kwa kuuza kwa marafiki na hata majirani zetu. Labda nyingine ni pale tunapotumia mkaa, kiasi kwamba mkaa una bei kubwa kuliko briquette ambayo tunazalisha kutumia teknolojia hii nyepesi. Na ukituhitaji unatupata mkoa wa Tanga, wilaya ya Lushoto, kijiji cha Dochi.